walimu safi. Sasa katika taarifa iliyosomwa hapa, watu wa PSSF wametaja kwamba wako baadhi ya walimu ndani ya miaka mitatu wanategemea kustaafu. Nitumie fursa hii kuwataka walimu wastaafu watarajiwa kujiandaa na kustaafu. Kustaafu ni process na preparation for retirement ni process. Huko utamaduni wa kuwaandaa hawa wastaafu katika kipindi cha miezi mitatu katika mkoa wa Mwanza, na hata nikiwa mkuu wa mkoa wa Mara nilisema mifuko ya hifadhi ya jamii ni lazima tutengeneze training, mafunzo maalum kwa hawa wastaafu ambao angalau wamebakiza miaka 10, miaka 5 na sio miezi mitatu. Walimu hawa tutawaua wakistaafu. Kwa hiyo ninaamini DG wa PSSF Nuru Magambo ni msikivu. Tutapanga semina maalum kwa kushirikiana na nyie mifuko ili tuwaandae hawa watu wakiwa bado wana muda wa kutosha wakiwa kazini. Hawa PSSF ni wanachama wenu, tunaamini umewaeleza hapa procedure ambazo zinatakiwa kufuata ili wapate kiinua mgongo, lakini maisha ya mstaafu hayategemei tu kiinua mgongo. Anatakiwa kujua kwanza ataishi wapi. Je, ameshaandaa eneo la kuishi? Haiwezekani usubiri kiinua mgongo ndio ukajenge nyumba baada ya kustaafu. Lakini pia afahamu eneo litakaloishi lina huduma za msingi katika hiyo jamii. Hospitali iko, umeme upo, maji yapo, ili kupanga mazingira mazuri zaidi kwa ustaafu wake. Ajue matumizi sahihi ya kiinua mgongo, ajue namna ya kufanya uwekezaji wenye tija, kwa sababu iko dhana baadhi ya wastaafu wengine ambao nimekutana nao ofisi ya mkuu wa mkoa wanazo kauli mbiu, wanapata pensheni yao, baada ya siku 4 wanakuja wametapeliwa. Nimekutana na wastaafu ambao baada ya miezi 6 amestaafu kiinua mgongo, ameenda kuongeza mke mwingine tena dogo. Nilipowauliza wanasema gari bovu haivutwi na gari bovu, gari bovu huvutwa na gari nzima. Kwa hiyo wazee, hizi mnazosema gari nzima ndizo zitakazoturua mapema. Kwa hiyo ni lazima mafunzo haya ya ustaafu yafanyike ili kauli za gari bovu huvutwa na gari nzima zisiweze kutokea katika mkoa wa Mwanza. Mwanza oye! Katika mkoa wa Mwanza tunao walimu 423 ambao katika kipindi cha miaka 5 ijayo wanatakiwa kuwa wastaafu. Mafunzo ya hawa yaandaliwe sasa miaka 5 kabla ya kustaafu, ili wafahamu UTT ni kitu gani, uwekezaji sahihi ni upi. Kwa hiyo PSSF, NSSF mnayo kazi hiyo ya kufanya, lakini wenzetu wa NSSF wako hapa, na nyinyi walimu wengine mmeoa, wake zenu si watumishi wa serikali, lakini wako walimu wanawake walioolewa, waume zao sio watumishi wa serikali. Ni vizuri ukampa elimu mwenza wako ili aende pale NSSF. Liko dirisha la watu ambao wamejiajiri, linaitwa hifadhi skimu. Ni vizuri tukaenda tukajua, unaweka fedha yako na akiba yako kidogo kidogo, hata kama wewe sio mwajiriwa wa serikali. Faida yake ni kwamba baada ya miaka 15 kutakuwa na fao la uzeeni, yani pension, lakini yako mafao mengine kama matibabu, fao la kufiwa, kufanyiwa mazishi, lakini pia liko fao la ulemavu na mafao mengi mengineyo. Kwa hiyo tuwahamasishe wale wenza wetu ambao sio wanachama wa PSSF, kwa kuwa wao wamejiajiri katika sekta binafsi, watembelee NSSF ili waende kujiunga katika mfuko huu. Katika mkoa huu wa Mwanza
nilipohamasisha wananchi, vijana waendesha pikipiki zaidi ya 1000 wamejiunga katika hifadhi skimu katika mkoa wa Mwanza. Sasa na sisi wenza wetu tukawape habari hii njema. Mimi ni mwanachama, mkuu wa wilaya Sengerema ameitikia wito, ni mwanachama, na wewe mkuu wa wilaya bado umri wako ni mdogo. Kwa hiyo kama hujajiunga na wewe, nakwambia habari hizi njema zikufikie. Kwa hiyo tukifanya hivyo tunajiandaa kuishi vizuri baada ya kustaafu.